Sasa mtu anaweza kutembea chini ya haya mashtaka yaliyoandikwa kwa zaidi ya hata miaka 10, 5, 6, 7 mpaka hata kizazi chake chote. Maana kuna ambazo zinaenda na wewe hujui. Huo waraka ukapelekwa kwa mkuu wa giza kuzimu. Ukaanza kusema huo waraka kile ambacho kinatakiwa kiendelee kwenye hiyo familia. Na mkuu wa giza ana huo waraka, na anayezaliwa kwenye hiyo familia ule waraka unasoma kama kile ambacho kilitumwa kule kuzimu kutoka kwa babu zake. Kwa hiyo mtu anaishi, lakini anaishi chini ya waraka fulani. Yaani mtu anazaliwa hajui kwamba kuna waraka ulishaandikwa, kwamba kwao hakuna anayesoma, kwamba kwao hakuna atakayeshika pesa, kwamba kwao kwa sababu babu yake wa kizazi na kizazi alizulumu, hakuna atakayejenga, hakuna atakayekuwa na makazi, wote wataishia kwenye nyumba ya kupanga, hamna atakayekuwa na ardhi. Kwa hiyo akijaribu kununua ardhi yoyote, kufa na afe. Kwamba mtu anaishi hajui kabisa kwamba kuna waraka ulishaongea kutoka kwao kwamba wote wazalie nyumbani, wote, hakuna anayeolewa na harusi. Kwa hiyo wewe pigana, pangarana na unavyopangarana, lakini utaishia kuzalishwa na kuachwa nyumbani. Kwa hiyo huu waraka huweza kutembea miaka 10, nimekupa mfano, lakini huweza kutembea kwa kizazi na kizazi, kwa kila anayezaliwa kwenye hiyo familia. Kwa maana unakuta familia nyingi zinakuwa uniform au watu wanafanana.